Ndio maana naambia na niseme hapa, kama una mpango naye usipokee vitu vyake, sababu hivyo vitu unavyovipokea hivyo vinakuwa alama za uaminifu. Humtaki na unajua sio mme wako na unajua hutaki kuolewa naye, unapokea zawadi. Unapokea zawadi za nini? Sababu hiyo zawadi ni alama ya uaminifu. Nawaambiaga mabinti, usiseme tu wajinga ndio waliwao. Hakunaga mjinga anayeliwa dunia hii, hayuko. Chochote unachokipokea kinakuja kama sadaka, kinakuja na roho yake nyumake, na kinakuja na zuio nyumake. Kadri unavyochukua vitu vya watu ambao unajua sio wa kwako, unavyopokea vinakuja na roho nyuma. Ndio maana mabinti wengi mnajikuta hamuolewi. Kwa sababu gani? Umeshachukua vitu vya watu wengi. Alama ya uaminifu. Mna vitu vya alama ya uaminifu. Hata navyoongea na wewe hapa, una alama za uaminifu za vitu. Uliletewa nguo ya ndani, alama ya uaminifu. Uliletewa heleni, alama ya uaminifu. Alama ya uaminifu. Uliletewa nguo, alama ya uaminifu. Kwa nini upokee kama una mpango naye? Kwa nini? Kwa sababu hiyo ni alama. Kwenye ulimwengu wa roho shetani anaweza kutumia hiyo. Sababu hujui amekupa nguo, ameinenea nini. Yamkini alipeleka kwa mganga akakuletea wewe, kainuiza maneno kwenye hicho kitu alichokupa. Kakuletea heleni. Ukapokea heleni, ameshika usikivu wako na masikio yako. Ulipovaa zile heleni, hata kama ni za dhahabu, zilikuwa na mapepo, zikakamata kusikia kwako. Husikii cha mtu mwingine yote zaidi ya huyo mchumba hewa ambaye amekuja kwa njia ya alama za uaminifu, kakuvalisha pete kumbe ya kipepo. Kuweka zuio tu. Na niwaambie mabinti na vijana pia wengine hapa, kuna wengine mnaingia nao kwenye mahusiano, hawana mpango wa kukuoa, lakini wanatumia kibali chako kufanikiwa kwao. Umewahi kuona mtu anayekwambia, "Yanatoka nimeingia kwenye mahusiano na we, yani mambo yangu yananyoka." Mtu wa namna hiyo kuachana naye ipo kwa sababu gani? Anajua wewe ni chanzo chake cha baraka. Anaweza katumia nyota yako kufanikiwa mambo yake. Atakutumia wewe, ataoa mtu mwingine. Atakutumia wewe afanikiwe biashara zake, lakini kuoa anaoa mtu mwingine. Wewe anakujaza tu upepo, anakusemea maneno mazuri. Yaani wewe ndio naye kupenda. Sangine mpaka naoa bado uko kwenye mahusiano naye. Amekuacha wewe, kaoa mwanamke mwingine. Bado anasema anakupenda. Angekupenda si angekuoa. Ameoa mwanamke mwingine sababu anajua wewe sio mke wake. Anakutumia ili apate baraka, apate neema, apate kibali. Biblia inasema apataye mke apata kibali mbele za Mungu. Kwa wanawake wamebeba vibali. Kwa lugha ya mtaani ambayo tungeweza kutumia, wanawake wananyota. Kwa mwanaume anaweza kapata nyota kupitia wewe mwanamke. Na akijua wewe ndio nyota yake ya mafanikio, hakuachi. Anakuzuia usiolewe na hakuoi na anakutumia. Akishamaliza kazi yake amefanikiwa, anakutelekeza. Tayari umeshachoka. Ulikuwa saa 6, sasa hivi saa 12. Uko hoi. Hata wakukuoa wote wameondoka. Nini? Amechukua nyota yako.